Mtazamaji wa Sibuka TV, tena siku ya leo na kukaribisha sana katika kipindi chetu cha Jifunze Biblia. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru tena kwa awamu hii na muda huu wa pekee, pamoja na wote ambao Mungu wanatazama na kuangalia na kusikia kupitia TV yetu. Bwana Yesu, kaweze kumjalia kila mmoja kukufahamu na kwenda katika neno lako, kulishika na kuliishi, na kushukuru kwa sababu utazidi kuwa pamoja nasi. Katika Yesu Kristo Bwana Mwokozi, amen. Bado tuko kwenye vipindi ambavyo ni vya pitio la Biblia, hasa kwa wafalme, na kwa sababu kipindi cha wafalme ndio kipindi ambacho kimetumika sana kuandika vitabu 34 vya Biblia katika Agano la Kale, kuanzia Yoshua mpaka Malaki. Sasa kwa jinsi hiyo maona kwamba tuweze kuchambua maisha ya wafalme, hasa upande wa Yuda. Tuliweza kuona maisha ya Abia na jinsi ambavyo Abia alitakiwa sana kujenga mahusiano na Mungu wake kikamilifu. Japokuwa mwishoni tunaona jinsi alivyojirudi na Mungu akamshindia ile vita na kumshinda Yeroboamu, mfalme wa kaskazini. Siku ya leo tujifunze juu ya Asa, na tunalo neno kwamba moyo mkamilifu kuelekea kwa Mungu. Tazungumza juu ya moyo mkamilifu kuelekea kwa Mungu. Habari za Asa ni Nyakati wa Pili sura ya 14 mpaka sura ya 16 yote. Nyakati wa Pili sura ile ya 14 hasa kuanzia mstari wa 2 mpaka sura ya 16 yote. Nitasoma mstari mmoja, lakini nitakuwa ninapitia maeneo hayo yote, sura ya 14 mpaka 16 ya Nyakati wa Pili. 16 sura Nyakati wa Pili mstari ule wa 9. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa maana hiyo au kwa hayo, yani wewe Asa umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Asa alijaliwa kuwa na macho ya Bwana, na kwa sababu moyo wake ulikuwa mkamilifu. Tutasoma na andiko lingine, Zaburi 78 mstari wa 70 hadi ule mstari wa 72. Zaburi 78 mstari wa 70 hadi 72. Akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa katika mazizi ya kondoo, nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa. Awachunge Yakobo watu wake, badala ya kuchunga kondoo. Awachunge Yakobo watu wake, na Israeli urithi wake. Akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake. Daudi aliwalisha watu kwa ukamilifu wa moyo wake, na kuwaongoza kwa busara ya mikono yake. Akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake. Moyo unakamilishwaje? Yani tabia za uungu ambazo zilikuwa ndani ya moyo wa Daudi, kwa tabia hizo za uungu
akiwa analisha lile neno, linaenda na tabia na linathibitisha zile tabia ambazo ziko moyoni mwa Daudi. Kwa hiyo alilisha kwa matendo aliyokuwa nayo, alilisha kwa ukamilifu wa moyo jinsi ambavyo ulivyokamilishwa na tabia mbalimbali. Tutakuja tuangalie moyo unakamilishwaje. Moyo uliokamilika kuelekea kwa Mungu, moyo wenye mwelekeo kwa Mungu, moyo usioelekea kwenye mali, moyo usioelekea kwenye vitu vya kawaida duniani, moyo ulioelekea kwa Mungu lakini kikamilifu. Na akawaongoza kwa busara ya mikono yake. Busara ya mikono yake, maana yake ni kwamba mikono ni utendaji wa Mungu. Akawaongoza kwa busara, utaratibu, mipango, umakini na utendaji wa mikono yake ndio uliokuwa unaongoza. Kwa hiyo alikuwa kiongozi wa matendo zaidi kuliko maneno. Alikuwa ni mtu ambaye kutokana na ujuzi alionao katika utendaji wake, anasema kwamba busara ya mikono, mikono inaweza kawa na busara, mikono inaweza kawa na ujuzi, maana yake busara inaweza kawa na hekima, maana yake. Na kwa jinsi hiyo akawalisha kwa ukamilifu wa moyo, kwa tabia za uungu zilizokuwa mle ndani. Hakulisha neno mradi analisha tu kwa maneno, lakini matendo yake na tabia zake ambazo za uungu zile ndio zilikuwa zinaenda na maneno yake, na mahubiri yake, mafundisho yake, nyimbo zake, sifa zake. Lakini pia akawaongoza watu kwa busara ya mikono. Utendaji wake ulikuwa ni utendaji ambao wenye ujuzi wa kimungu, maarifa ya kimungu, hekima za kimungu, busara za kimungu. Kwa hiyo hakuongoza mradi anaongoza tu, lakini alikuwa anaongoza kwa kutumia mbinu hizo. Sasa huu moyo wa Daudi ndo TBS ya mioyo mingine ya wafalme. Sasa tunataka tuangalie habari za Asa. Asa maana yake uponyaji au tiba. Uponyaji au tiba. Ni mtoto wa Abia. Jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalom. Jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalom. Huenda aliolewa na Abia tena au bibi yake. Huyo Maaka alimuoa Azuba binti Shilihi katika Nyakati wa Pili 20:31-32. Yani huyo Asa ni mfalme wa 3 katika Yuda, alitawala miaka 41. Mwanae aliitwa Yehoshafati. Kwa hiyo baada ya Asa atafuatia Yehoshafati. Sifa zake ni mtu mkuu wa maombi ya imani yaliyoleta ushindi mkuu juu ya watu wa Afrika, hasa Ethiopia, sehemu ya Kushi na Misri au maeneo ya Libya, sehemu za Afrika. Israeli pigana na maeneo yale ya Kushi pamoja na Misri. Kwa unakuta kwamba ushindi ulitokea mkubwa dhidi ya Walubi, dhidi ya hao wa Libya au wa Ethiopia. Matendo mema aliyoyafanya Asa, alifanya mema machoni pa Bwana toka mwanzo wa utawala wake. Alitawala vizuri. Amani ilikuwepo miaka 10 ya mwanzoni. Na kama ni mwaka wa 15 hadi mwaka wa 35, na mwaka wa 15 hadi mwaka wa 35 wa utawala wake. Alipoanza kutawala, sanamu alitoa sanamu zote na aliongoza Yuda katika kumtafuta Bwana.
alimtumaini Bwana mwanzoni, ushindi ukapatikana dhidi ya maadui zake. Hakumheshimu mtu awaye yeyote ambaye hamwabudu Mungu halisi. Na aliondoa daraja ya bibi yake ambaye ni Maaka kuwa malikia kwa sababu aliabudu sanamu huyo Maaka. Kwa hiyo mtu ukitaka kukosana na Asa, uabudu miungu. Hata kama ungekuwa na cheo, hata kama ungekuwa ni mtu ambaye yani una heshima kubwa, maadamu umwabudu Mungu ambaye ni Yahweh, basi hapa na kuondolea daraja mara moja. Kwa hiyo hata bibi yake, na hii inatufundisha kitu kikubwa. Kijana wako, familia, watu wanapokuwa wanakosea, basi hakikisha kama unavyonidhamisha wengine, hakikisha na wengine na hata familia kama wamekwenda kimakosa unawanidhamisha hivyo hivyo. Kwa sababu kama mtu ametenda dhambi, basi moja kwa moja nidhamu ambayo inayokuwepo kwa wengine, nidhamu hiyo hiyo izingatiwe hata katika watu ambao wako karibu na wewe, ili kusudi wote washughulikiwe na neno la Mungu. Neno la Mungu linashughulikia wote, si wana ndugu wanaachwa. Hapana. Mambo mabaya, mwisho wa utawala wake, imani yake ilishindwa. Imani yake ilishindwa. His faith failed, ilishindwa. Imani yake ikawa dhaifu. Aliweka agano na Ben-Hadadi, mfalme wa Sham, Dameski ukiwa mji mkuu. Yani Nyakati wa Pili 16 mstari wa kwanza hadi wa 6. Alikataa ujumbe wa nabii Hanani. Hakutubu. Zamani alipokuwa vizuri alikuwa nasikiliza jumbe za manabii. Lakini alipokuwa sasa moyo wake umeshabadilika, moja kwa moja alikataa ukweli. Alikataa, mwishowe akatafuta waganga wa kienyeji. Badala yake, baada ya kuugua ugonjwa wa miguu, katika Nyakati wa Pili 16 mstari wa 12 hadi 13. Ndugu zangu, maisha ni duara, maisha ni mapito mbalimbali, na kila pito ni shule, lazima tujifunze. Najifunza pia kwa mfalme Asa. Asa, ukiangalia kuanzia sura ile ya 16 mstari wa 7 na wa 8 ambao hatukusoma, anasema wakati ule Hanani muonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Sham, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Sham mkononi mwako. Je, hao Warubi? Yana anaulizwa swali tena, wewe kwa sababu umekosea, umemtegemea mwanadamu, falme bae wapagani, paganism tu hao, basi limeokoka hilo jeshi lake. Hakuna ulinzi, hakuna mapigano ambayo Bwana ataingilia ili akushindie. Alafu je, hao Wakushi ambao ni wa Ethiopia na Walubi ambao ni watu ambao ni wa Libya huko na hata na maeneo ya Misri, hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako. Lakini umegeukia mambo mengine, basi tangu sasa hivi utakuwa na vita. Yani hata wakati mwingine hakuwa na vita tena, Mungu alikuwa amemsaidia. Mambo ya kujifunza sana kwa huyu mtumishi au mfalme Asa: utii kwa Bwana mara zote huleta baraka, lakini kugeuka kutokutii husababisha hatari na laana na kifo. Si laana tu, na hata kifo. Na jambo la pili, utii, nimesema jambo la kwanza, utii kwa Bwana mara zote huleta baraka, lakini kugeuka na kutokutii husababisha hatari, laana na kifo. Jambo la pili, hatutendi mabaya ili mema yaje.
hatujitahidi kutenda mabaya ili mema yaje. Na hapa ndio inatakiwa kuwa mwangalifu. Katika kitabu cha Mhubiri 8 mstari ule wa 8, hii pointi ya kwamba hatutendi mabaya ili mema yaje. Kuna wengine wanafundishwa ya kwamba roho ni njema lakini mwili ni mbaya siku zote. Kwa hiyo roho yako kwa kuwa imeshamjua Mungu, basi wewe umeshaokoka, mwili utimizie mapenzi yake. Au hakuna aliye mkamilifu, yani wewe uwezo kama mkamilifu duniani. Nasema Mungu ndiye anayeweza. Kama umemwamini Mungu na Yesu Kristo ambaye ameshinda dhambi na mauti, una uwezo. Unakamilishwa na neno, unakamilishwa na Roho Mtakatifu, unakamilishwa na Yesu Kristo. Damu yake ni kamili, ina uwezo kabisa kukamilisha. Neno la Bwana linamkamilisha mtu apate kutenda matendo mema. Inawezekana. Na ndio maana Yesu akavaa mwili na akaweza. Na sisi tunaweza kupitia yeye. Biblia inasema katika Mhubiri 8:8, hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho. Kama wakati wa kufa hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile kwamba una uwezo ukaizuia hiyo roho, wala uovu hautamuokoa mtu aliyeuzoea. Pointi yangu ni kwamba uwezo ukao unatenda mabaya ili mema yaje. Uwezo ukatenda mabaya na uovu ukaokoka. Kuanza vema hakumaanishi kwamba utaishia vema. Tunajifunza hapa. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapoanza vema kazana mpaka mwisho. Sasa huyu alianza vizuri lakini anaishia pabaya, kutafuta waganga wa kienyeji katika ugonjwa wake, kumtafuta Mungu katika ugonjwa wake. Jambo la 3, wakati wa umri wa uzee, kumbuka ni rahisi sana kusahau baraka na ushindi uliopita na kuamua kutenda kipumbavu, kutenda kiujinga, kutenda pasipo ufahamu, hasa wakati akili zako zimepofushwa. Kama Nyakati wa Pili 16 mstari wa 9 anasema umetenda kwa upumbavu, tangu sasa utakuwa na vita. Na vita vingine ni kwa sababu ya masababisho yako kwa kutokuwa makini. Jambo la 4 ambalo tunajifunza ni kumwacha Bwana. Hiyo huleta uoga. Ukimwacha Bwana inaleta uoga. Yeremia 41 mstari wa 9. Sisi hatukupewa roho ya uoga, hatujapewa roho ambayo ni ya kuogopa, lakini tumepewa roho yenye nguvu. Yeremia 41 mstari wa 9. Yeremia 41 mstari wa 9, tuangalie hapo. 41 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: basi shimo lile ambalo Ishmaeli ameitupa mizoga ya watu aliowaua karibu na Gedalia, ni lile alilolichimba Asa mfalme, kwa kuwa alimuogopa Baasha mfalme wa Israeli. Ishmael mwana wa Nethania akalijaza kwa watu wale aliowaua. Hebu sikiliza tena hapa tukio ambalo alilofanya huyu Asa. Kwa sababu ya uoga anaenda anajichimbia shimo. Yeremia 41 mstari ule wa 9
Biblia inasema hata kama tuanze 9 tu hiyo. Basi shimo lile ambalo Ishmaeli ameitupa mizoga ya watu waliouawa karibu na Gedalia ni lile lile alilolichimba Asa mfalme, kwa kuwa alimuogopa Baasha mfalme wa Israeli. Ishmaeli mwana wa Nethania akalijaza watu wale waliouawa. Sasa hicho ndio hivyo, yani kile kitu uoga. Unamuogopa mtu mpaka unajichimbia na shimo. Ya kwamba unajichimbia shimo, pengine uje uzikwe hapo au kimbilie hapo. Na shimo lile lile alilojichimbia kwa sababu ya uoga, basi hilo ndio likawa ni kaburi la watu wengi waliouawa. Sasa habari za Asa utazipata katika Wafalme wa Kwanza 15 mstari wa 9 hadi 24, Nyakati wa Pili sura ya 14 mpaka 16, Yeremia 41:9 na Mithali 1 mstari wa 7. Hasa inahusu kumcha Bwana. Mithali 1 mstari wa 7, nataka uweze kuelewa hapo vitu ambavyo Asa itakiwa vijue sana, kuendeleza moyo wa macho ya Bwana ndani ya moyo wake. Mstari wa 7 unasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, na maarifa mengi yanapatikana katika kumcha Bwana. Ili tuingie kwa kina sasa juu ya moyo uliokamilika kuelekea kwa Mungu, moyo mkamilifu ambao umeelekea kwa Mungu. Ili moyo wa mtu uwe mkamilifu ni lazima awe na roho 7. Lazima awe na roho 7 ndani yake. Roho ya utakatifu, roho ya utukufu. Roho ya utukufu inapatikana kwa kumtii Mungu. Unavyozidi kumtii Mungu, utukufu mwingi unaachiliwa kwako. Sasa roho ya utakatifu inajenga sana mahusiano na wewe na Mungu. Wewe na Mungu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na ukiwa mtakatifu inajenga sana ushirika. Alafu roho ya utukufu, roho ya uzima inakufanya unakuwa hai. Roho ya neema, unakuwa na baraka na neema mbalimbali za Mungu. Roho ya upendo, roho ya kweli, roho ya maombi na kuabudu. Kwa hiyo roho 7 hizi zikikaa ndani mwako, zikawa maisha yako, tabia hizi 7, utakatifu, utukufu wa Mungu, roho ya utukufu wa Mungu, yani utii wenye kuleta utukufu, roho ya uzima, roho ya neema, upendo, roho ya kweli, yani kweli neno la Mungu. Kwa unapenda sana neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, maombi na kuabudu, basi moyo wako utakuwa mkamilifu kwa Mungu. Mfalme Asa alitawala miaka 41. Alianza kutawala katika moyo wa unyenyekevu, utii na ukamilifu. Alisikiliza maneno ya manabii. Kwa mfano nabii mmoja anaitwa Odedi. Odedi akaisafisha nchi kwa bidii, hasa katika Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari ule wa 1 mpaka mstari wa 8, utakuta kwamba hapo Asa yuko vizuri. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi. Ni Azaria mwana wa Odedi, lakini hapo nilisema kwamba nabii Odedi, nabii Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili kumlaki Asa. Akamwambia, nisikieni enyi Asa na watu wote na Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye.
na ninyi mkimfuata ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala wana wa Torati, hawana Torati. Hawana Torati, hata Israeli ile hasa ya kaskazini. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Hata na zamani zile hakukuwa na amani kwake atokae, wala kwake anayeingia, kwake anayetoka katika mji na kwake anayeingia katika mji, kwake anayeingia katika nyumba na kutoka katika hiyo nyumba kwenda kufanya shughuli mbalimbali. Hapakuwa na amani. Lakini pale ambapo Mungu alikuwepo, amani na kuwepo. Na hata katika nchi, kama inataka amani zaidi, lazima tumpate Mungu wa amani, tumpate Mungu wa Yawe, Mungu wa Waebrania. Yani tumpate huyu Mungu, tutakuwa na amani tunapoingia, tunapotoka tutakuwa na amani, na nchi yetu haitakuwa na fadhaa. Anasema kwake atokae na kwake wala kwake aingiaye hapakuwa na amani, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakao katika nchi, ili kusudi nchi ikaliwe na watu wenye amani wanapoingia na kutoka, hata kama wanatoka katika nchi hiyo na kuingia ndani ya nchi hiyo. Basi panatakiwa Mungu awe katika mioyo yetu. Tumtafute Mungu wa amani, Mungu wa uzima, Mungu anayeokoa, Mungu anayelinda kuliko miungu. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote kwa sababu hawakuwa na Mungu. Mungu akaamua kuondoa ulinzi wake, akawafadhaisha. Nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa kuwa kazi yenu itakuwa na ijara, itakuwa na faida, itakuwa na matokeo. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin, na katika miji aliyoitwaa milimani mwa Efraimu. Akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusanya Yuda yote na Benjamin na wageni wote, akawaambia jinsi ambavyo Mungu amewaambia. Na moja kwa moja kutoka hapo Asa moyo wake ulikuwa mkamilifu na akaweza kutenda mambo makubwa. Bwana akawa pamoja naye. Kanuni kubwa ambayo Asa alipewa hapa, Bwana yu pamoja nanyi, na Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, na mkimtafuta ataonekana kwenu, yani ataonekana, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Nasi tujipe moyo, tujitie nguvu, mikono yetu isilegee, nasi tumfuate Bwana na tumtafute Bwana. Uamsho mkubwa ulitokea sana kwa watu, na wakazikana zile nguvu za uovu, wakaachana na mambo yote ambayo yalikuwa yamewazunguka. Asa aliendelea kumtafuta Bwana, lakini siku zake za mwisho ndipo alipoweza kushindwa. Ushahidi wa aina tatu juu ya kuanguka kwa Asa katika eneo la kushikamana na Bwana. Kama yani jinsi alivyotakiwa shikamane na Bwana toka mwanzo hadi mwisho. Moja, aliacha kumtegemea Mungu na kuanza kutumainia uwezo wa kibinadamu. Aliacha kumtumainia Mungu, akaanza kutegemea uwezo wa kibinadamu. Kitendo cha kufuata waganga wa kienyeji kwa sababu ya ugonjwa. Yani hapo akaanza kutegemea uwezo wa kibinadamu. Jambo la pili, alimkataa na kumtesa nabii wa Mungu. Watu ambao walikuwa wanamletea ujumbe, walikuwa macho ya Bwana na kinywa cha Bwana, walimletea. Sasa akamkataa na kuweza kumtesa yule nabii, hata kumfunga katika mikatale, yani kumfunga katika gereza. Na jambo la tatu, alipoumia kimwili au aliposhikwa na ugonjwa, hakumtafuta Bwana katika ugonjwa, bali alitafuta waganga wa kienyeji. Nyakati wa pili 16 mstari wa 12.
tuangalie ndugu zangu, haya maneno yawe onyo kwetu. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Baadaye Asa akalala na babaze, akafa katika mwaka wa 41 wa kumiliki kwake. Wakamzika katika makaburi yake mwenyewe aliyojichimbia katika mji wa Daudi. Makaburi aliyojichimbia, anajiandaa kwa ajili ya kufa. Wakamlaza juu ya kitanda kilichojazwa manukato sawa, lakini namna ya mchanganyiko ya hao mafundi wa madawa wakamfukizia mafukizo makuu sana. Sawa, alipata mafukizo makuu sana ya marashi mbalimbali katika kifo chake, lakini kafa bila Bwana. Hiyo ni shida sana, hata kama ukipata maziko yenye mapambo na manukato ya kila namna, lakini ukifa bila Bwana, hiyo ni shida. Moyo uliokamilika kuelekea kwa Bwana, moyo uliokamilika kuelekea kwa Mungu, maana yake ni moyo mnyofu. Ni moyo ambao maneno na matendo yake hayapishani. Ni moyo uliotolewa kikamilifu kwa Bwana. Moyo uliojitoa kikamilifu, umejiweka wakfu kwa Mungu. Moyo ambao uliojisalimisha kabisa kwa Bwana. Ni moyo wa kumwishia Mungu kabisa. Ni moyo ambao umeamua kumpendeza Mungu kikamilifu. Kuna mambo 5 ambayo yanathibitisha moyo mkamilifu ulioelekea kwa Mungu. Una tabia gani? Unamaanisha nini? Unaenzi nini? Moyo huu huwa ni mnyofu. Yaani maneno yake na matendo yake havipishani. Ni moyo uliotolewa, uliojidhabihu, uliodhabihiwa, ambapo mtu amejidhabihu kabisa kwa Bwana. Uliotolewa sadaka, Mungu autumie anavyopenda. Lakini ni moyo uliojisalimisha kwa Mungu. Yaani hauwezi kujitutumua kwa jambo lolote, sifa zozote ni za Mungu. Ni moyo ambao unamtegemea Mungu kikamilifu, umejisalimisha kwake. Yaani maana yako unatawaliwa na Mungu, unaongozwa na Mungu, unamsikiliza Mungu. Ni moyo wa kumwishia Mungu kabisa. Si moyo tena wa kuishia mambo ya mwili. Ni moyo ambao umemwishia Mungu. Ni moyo ambao unataka utekeleze cha Bwana na ni wa kumpendeza Mungu. Hayo ni mambo ambayo ni ya msingi sana kuyashika ili kusudi moyo wako uwe mkamilifu. Kumbuka watu ambao Mungu huwatafuta ili watende kazi ya Mungu kwa ufanisi. Moja, waliokamilika moyo. Kama Nyakati wa Pili 16 mstari wa 9, watu waliokamilika moyo kwake Mungu anawatafuta. Mungu anatafuta watu wanaopendeza moyo wake pia. Samueli wa kwanza 13 mstari wa 14, watu ambao wanaupendeza moyo wa Mungu. Watu ambao wamejaa imani. Watu ambao wanamtafuta Mungu kwa bidii. Kama Mithali 8:17 inavyosema, na wapenda wale wanipendao, wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Kwa hiyo watu wanaopendeza moyo wa Mungu na watu wenye kumpenda Mungu kwa bidii, Bwana anawatafuta watu wa jinsi hiyo. Lakini Mungu pia anatafuta watu wenye haki na wanaotafuta uaminifu siku zote za maisha yao. Watu wenye haki na watu ambao wanaotafuta uaminifu siku zote za maisha yao. Kama Yeremia 5 mstari wa 1 inavyosema. Na Biblia inasema kwamba hebu tafuteni watu ambao wenye haki na wenye kutafuta uaminifu, mlike katika mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo lazima uzingatie vitu kama hivyo ili kusudi uende vizuri. Mungu anatafuta watengeneza boma. Anatengeneza watu wenye kusimama mbele zake mahali palipo bomoka, mahali ambapo palipo pelea kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya nchi.
kwa ajili ya mipango mbalimbali, kampuni, miradi mbalimbali, ili kusudi umtumikie Mungu kwa nafasi na kwa uaminifu vizuri. Kwa hiyo Ezekiel 22 mstari wa 30, Mungu anatafuta watu ambao watakao simama kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya miji, kwa ajili ya mikoa, kwa ajili ya wilaya, kwa ajili ya kazi yake. Jambo la 5, Mungu anawatafuta waombezi, watu ambao wanaofanya maombi. Isaya 59:16, watu wanaougua, watu wanaolia kwenye maombi kwa ajili ya shida za watu wengine. Kama Ezekiel 9 mstari wa 3 na wa 4, watu ambao ni waombaji, watu ambao ni wa kuwaombea wengine, watu wanaojipachika kwenye shida ya mtu mwingine, watu wenye huruma, watu wenye kubeba shida za wengine kuliko za kwake yeye mwenyewe. Mungu huangalia chini duniani akichunguza kutoka juu mbinguni. Macho yake hukimbia huko na huko, huangalia mbele na nyuma, naongeza kwamba kulia na kushoto, au huku na huku, upande huu na upande huu, akitafuta wanaume na wanawake wenye moyo mkamilifu, moyo ulio mnyenyekevu, moyo wa utii, moyo wa uaminifu na unyofu, moyo mnyenyekevu, moyo ambao wenye unyenyekevu, moyo wenye utii, moyo wa uaminifu na unyofu ulioelekea kwa Mungu. Bwana anawatafuta sana watu wa jinsi hiyo. Watu wa jinsi hiyo Mungu anawatafuta sana. Kwa jinsi hiyo, hakikisha ya kwamba katika somo hili la Mfalme Asa unakuwa na moyo mkamilifu ulioelekea kwa Bwana. Sio moyo uliokamilika katika maovu, sio moyo uliokamilika katika matendo ya kibinadamu, sio moyo uliokamilika katika kutenda unafiki, sio moyo uliokamilika katika hali ya udini tu, hali ya kawaida, lakini ni moyo uliokamilika kumwelekea Bwana, kumpendeza Mungu aliye hai. Macho ya Bwana huweza kufanya yafuatayo. Macho ya Bwana yakiwa ndani yako yanaweza yakafanya mambo yafuatayo. Yanaweza yakafanya mambo yafuatayo kwa mtu aliyekamilika moyo kuelekea kwa Bwana. Moja, kuona tabia na maisha yake. Yani unaweza unaiona tabia yako na maisha yako. Macho ya Bwana huweza kufanya yafuatayo. Unaweza ukaonyeshwa tabia yako na maisha yako, ukajirekebisha, ukaweza kujiweka tena vizuri kwa Bwana, ukaonyeshwa mambo ya Bwana, ukaonyesha moyo wa Mungu, ukaonyeshwa jinsi ambavyo ya kwenda, ukaweza kutengeneza. Lakini pia unaweza ukasikia kilio na maombi. Unaweza ukasikia kilio na maombi ya watu wengine. Ukasikia kilio na kilio chako Mungu anaweza akakisikia, na maombi yako anaweza akayasikia, na anaweza kaona tabia yako na maisha yako na akakusaidia. Macho ya Bwana hayo ya Mungu anapoangalia kupitia hizo roho 7 za macho ya Bwana, anaona tabia zako na maisha yako, anakurekebisha. Na kama wewe ni mtu ambaye mwenye moyo uliokamilika, unajirekebisha. Lakini kama hali ya moyo uliokamilika imeondoka, basi inakuwa ni shida. Na ana uwezo wa kusikia kilio chako na maombi yako. Na kama jinsi ambavyo Mungu anaweza kusikia kilio chako na maombi yako, unaweza kusikia kilio cha wengine na kuwasaidia. Na pia kupiga shabaha. Kupiga shabaha kwa kutumia neno la Mungu au ujumbe kutoka kwa Mungu. Unakuwa na mawasiliano mazuri na Roho wa Mungu. Unakuwa na mawasiliano mazuri na Roho Mtakatifu. Unakuwa na mawasiliano mazuri kupitia neno lake. Neno lake linakuwa hai na linafunuka na linakuwa halisi katika maisha yako, kwa sababu ya macho ya Bwana yaliyoko ndani yako. Na unaweza ukamfikia muhusika na kutembea naye, na Mungu anaweza akamfikia muhusika na kutembea naye na kumweka kwenye utaratibu na mipango ya Mungu. Macho ya Bwana yanakusaidia Mungu ahusike na maisha yako. Mungu ahusike kukupanga vizuri, kutembea na wewe. Mungu ahusike kukuwekea mipango vizuri, kukupa utaratibu na mipango vizuri, na uifuate. Na Mungu anakuwa anakusimamia, anakuwa pamoja nawe kwa sababu una macho yake.
mahali pa kupangwa vizuri, mahali pa kuhekimishwa kwa kuongozwa na kutiwa nguvu, ni pale unapokuwa na macho ya Bwana. Mungu huamua kujionyesha mwenye nguvu na kwa kukupigania. Anajionyesha mwenye nguvu kwa kukupigania, hasa wewe uliyekamilika moyo dhidi ya maadui zako. Mungu anakuwa ni adui wa adui zako, kama Kutoka 23 mstari wa 22 inavyosema. Vita vinakuwa ni vya Bwana, kama Nyakati wa Pili 20 mstari wa 15. Vita vinakuwa ni vya Bwana. Unapokuwa na macho ya Bwana, faida zake ndio hizo. Kwa hiyo unatiwa nguvu, unasaidiwa. Vita vinakuwa ni vya Bwana, wala si vita vya kwako. Hapo ndipo mahali ambapo inatakiwa msikilizaji ukae makini, uwe na macho ya Bwana. Macho haya ya Bwana yamefunuliwa katika Isaya 11 mstari wa 2. Macho ya Bwana ni roho 7 za utumishi. Roho 7 za utumishi. Roho 7 za utumishi ndio macho ya Bwana. Mungu ni roho na macho yake ni roho. Mungu ni roho na macho yake ni roho. Na yeye anaangalia duniani, lakini hizi roho huwa zinatumwa kwa watumishi mbalimbali waliokamilika moyo, ili waweze kufanya kazi kubwa, kama jinsi ambavyo Yesu alikuwa na macho haya, na huu ni unabii juu ya Yesu kwamba roho wa Bwana atakaa juu yake. Nasema katika mstari wa 2 Isaya 11, na roho ya Bwana atakuwa juu yake, roho ya hekima na ya ufahamu, roho ya shauri na ya uweza, na roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Kwa hiyo roho hizi 7 kama zilivyotajwa hapo, hizo ndo zinaitwa macho ya Bwana. Macho ya Bwana bazo ni roho 7. Ukiziangalia sana zinatajwa tena katika Zekaria 4 mstari wa 2 na mstari wa 10b. Macho ya Bwana zilikuwa zinaitwa taa 7 au macho 7, ambazo ndizo roho 7 za Mungu. Katika Ufunuo 5 mstari wa 6, Ufunuo 5 mstari wa 6 na Ufunuo 4 mstari wa 5, na ni sawasawa na Isaya 11 mstari wa 2. Kwa hiyo hizi ni roho 7 za utumishi. Si kwamba zinakaa na Yesu tu, lakini watumishi wote wa Mungu. Kwa nini Mungu anataka kujionyesha ni mwenye nguvu katika maisha yako? Kwa nini? Ili apate kutukuzwa. Kusudi kubwa kabisa, ili apate kutukuzwa. Hali ya moyo wako ulivyo kwa ndani hujalisha sana kuliko hali ya nje. Hali ya moyo wako ndio inatakiwa iwe makini ya kiroho na iliyokamilika, moyo wako hasa. Kwa sababu kwenye moyo ndio chemchemi, chanzo cha chemchemi ya uzima. Linda sana moyo wako. Moyo wako ukamilishwa kupitia tabia za uungu. Jinsi ulivyo kwa tabia za ndani husema na kuonyesha sura yako mbele za Mungu. Yaani jinsi ulivyo kwa tabia za ndani, hiyo ndio husema sana mbele za Mungu. Husema na huonyesha sura yako mbele za Mungu. Mungu na watu huvutwa sana na tabia njema za ndani kuliko tabia za nje. Unaweza kuonekana kwa nje, na ni vizuri tabia za ndani ziweze kuonekana mpaka tabia za nje zikiwa njema, zikiwa nzuri. Yesu alikuwa na sura 4 sawa, kwamba alikuwa ni mtumishi, alikuwa ni mfalme, alikuwa ni mwanadamu, na pia alikuwa ni Mungu. Hizo ni sura 4 ambazo zinazoonyeshwa hapo. Na Yesu alikuwa katika maeneo 4 ambayo ni ya muhimu sana. Alikuwa katika maeneo 4. Alikuwa katika hekima, alikuwa katika kimo cha kimwili, alikuwa katika kiroho akimpendeza Mungu na wanadamu, alikuwa katika nguvu pia. Alikuwa katika nguvu. Mungu anatafuta watu wenye shauku, mzigo na maono kwa ajili ya kumtumikia. Eneo la ufa palipobomoka au palipoharibika ni eneo la utumishi, ambapo inatakiwa mtu ajipachike hapo. Tatizo si ndege, tatizo si wanyama, tatizo si wadudu, tatizo sio nchi, ardhi, lakini tatizo ni wanadamu. Wanadamu ndio wafanyao nyakati zinakuwa ngumu. Wanadamu ndio wana roho ya kumwabudu Mungu. Wanadamu ndio wana moyo
ambao yanatakiwa ukamilike, na wanadamu ndio wanaweza kusababisha hali na mazingira yakakaa sawa sawa. Tatizo sio wanyama, tatizo sio mazingira. Tatizo ni wanadamu. Wanamwabuduje Mungu? Wanamheshimuje Mungu? Wana moyo gani? Moyo umekamilika au la? Kwa hiyo shauku na mzigo na hiari ya kumtumikia Mungu ndio inafanya inabadilisha mambo mbalimbali. Mungu utafuta mtu aliye tayari kuhatarisha maisha yake, aliye tayari kulipa gharama, aliye tayari kujitoa muhanga kumtumikia Mungu. Mungu anatafuta watu wa kweli, watu ambao ni sahihi, watu ambao wako wazi, watu ambao ni halisi, watu ambao wana mwelekeo halisi, watu wenye maono, watu ambao wana mwongozo sahihi, watu ambao wana moyo uliokamilika kwake, waliokamilishwa na neno la Mungu, watu ambao wako tayari kuifanya kazi ya Bwana. Sasa unaweza ukaona jinsi ambavyo Bwana yeye ni mwema, Bwana yeye anaweza, Bwana yeye anathibitika katika mambo mengi. Kwa hiyo lazima mtu umtumikie Mungu. Katika eneo hili tunaona jinsi ambavyo yeye Mungu anaweza kumtumia yeyote ambaye moyo wake umekamilika. Mungu anatafuta watu waliokamilika moyo kuelekea kwake, watu walio waaminifu ili atumike pamoja nao na kuwainua watu hao, awainue kutoka chini mpaka juu kama alivyomuinua Daudi. Daudi akampiga Goliath. Daudi hakuwa amejifunza hata mambo ya uaskari wa kawaida, lakini ni roho wa Mungu alikuwa juu yake na ndani yake, na Bwana akaweza kumwezesha. Mungu amekuokoa wewe, ni mtu sahihi. Ulipokuwa huna nguvu, Yesu aliingia mautini, akafa kwa ajili yako ili akuinue, akukamilishe moyo wako, na Mungu azidi kuwa pamoja na wewe. Mfalme Asa alitumika kweli miaka 41, lakini miaka yake miwili ya mwisho imekuwa ni ya shida. Yaani hakumtafuta Mungu katika ugonjwa wake, na hii ni tatizo kubwa. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba unakwenda vizuri na Mungu wako. Neno ambalo la msingi sana ni Nyakati wa Pili 16 mstari ule wa 9. Hata kwa Kiingereza inasema, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the world to show himself strong on behalf of those who to those whose heart is loyal to him. Yani wale ambao wamekamilika, ni wanyofu katika mioyo yao, Mungu anataka jionyeshe kwao. Lakini macho ya Bwana yanakwenda to and fro, mbele na nyuma, mbele na nyuma, huku na huku, juu na chini, yakitafuta mtu aliyekamilika kuelekea kwa Bwana. Bwana yu pamoja nawe ukiwa pamoja naye. Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu anatafuta watu ambao wamejitoa kikamilifu kwake, watu ambao ni waaminifu, watu ambao wanampendeza, wanaompenda Mungu, waombaji, wenye kupenda kuweka alama katika maisha yao. Ni watu wanaoweza kusimama mahali ambapo palipobomoka penye ufa, mahali ambapo wengine hawawezi. Eneo ambalo Mungu anahitaji watu wamtumikie na kujituma katika hiyo eneo la uaminifu mkuu, eneo ambalo watu wengine wanapungua, lakini kwako wewe uwe umekamilika moyo, uwe ni mtu ambaye unamsikiliza Mungu. Kumbuka ndugu yangu, roho 7 hizi ambazo zinaonyesha ni macho ya Bwana zinamtafuta mtu mkamilifu, mwenye moyo mkamilifu. Macho ya Bwana yanatajwa katika Isaya hii 11 mstari wa 2. Nataka nirudie ukumbuke, roho ya Bwana kazi yake kubwa ni kuleta mambo ya enzi, utatu wa Mungu, utawala wa Mungu. Maana inaitwa roho ya Bwana. Yenyewe inafunua moyo wa Mungu, makusudi ya Mungu, mambo ya utawala, mambo ya enzi ya Mungu.
Lakini kuna roho ya hekima. Roho ya hekima inakusaidia kujua cha kufanya, kusuluhisha tatizo mahali ambapo limekuwepo. Na hasa kujua mipango ya Mungu na makusudi ya Mungu, nia ya Mungu. Inayafunua hayo mambo. Lakini pia kuna roho ya ufahamu, kukupatia elimu mbalimbali. Unaposoma Biblia unapata ufahamu. Unakuwa na ufahamu wa mazingira, ufahamu katika huduma unayoifanya, ufahamu mtu akiongea, ufahamu hata mtu asipoongea. Unakuwa unafahamu mambo yaliyoko kanisani, inaweza kukufunulia utumishi wako, huduma yako. Mambo yote yanayohusiana na ufahamu. Unaweza kumfahamu mtu anatembea na kuja kwako, kumfahamu tangu mapema hata kabla hajaongea. Mara nyingi katika roho hii ya ufahamu na ile ya maarifa hasa, unakuta kwamba watu upande wa adui ni roho ile ya utambuzi, ambayo waganga wa kienyeji wanaitumia sana na inapata soko. Watu mwingine anaweza kutambua uliamkaje siku ya leo, ulisalimiana na nani, mazingira yakaletwa yale. Sasa kwetu huku kunakuwa na roho ya ufahamu, roho yenye ufunuo wa kimungu. Biblia inasema kwamba zamani hizo hapakuwa na neno la ufunuo. Lakini ndugu yetu Samuel, neno lake alikuanguka chini. Kwa hiyo tunaona kuna roho ya shauri pia, yenye kuwezesha kukupatanisha na watu wengine na kukufanya washauri watu wengine. Roho ya uweza ni roho yenye mamlaka dhidi ya nguvu za giza. Lakini pia roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Kwa hiyo hizi roho 7 uzikumbuke, zitakusaidia katika maisha yako. Kwa hiyo tunakumbuka Asa alianza vizuri na kuishia pabaya. Asa alipata ushindi mkubwa alipokuwa na moyo mkamilifu. Alishindiwa vita kubwa, Mungu aliingilia kati, vita vilikuwa vya Bwana. Lakini pia aliweza kusikiliza jumbe za kutoka kwa manabii, aliweza kusikiliza jumbe zilizotoka kwa Mungu, na hakusikiliza jumbe ambazo hazikutoka kwa Mungu. Alikuwa ni rafiki wa wale ambao wanaomwabudu Mungu kuliko wale ambao hawamwabudu Mungu. Urafiki wao ulikuwa ni ule wa juu tu, lakini urafiki wa ndani ni kwa wale waliokuwa wanamwabudu Mungu, wasioabudu sanamu. Kwa hiyo maisha ya Asa yamekuwa hivi. Alilipenda neno la Mungu, alipenda kugeuka, alipenda kutii. Mwanzoni alikuwa vizuri, alikuwa ni mtu anayetetemeka anapolisikia neno la Mungu na kuwa na hofu na Mungu. Lakini baadaye alipokosa kuwa mkamilifu katika moyo wake, basi hakutii agizo la Bwana, wala hakutii kanuni za Mungu, wala hakuweza kulitendea kazi tena neno la Mungu. Alipuuza na kuwatesa watumishi. Alimwacha Bwana, Bwana akamwacha, kwa sababu hakuweza kuwa mtii mkamilifu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakwenda na Mungu vizuri, na Mungu anakusaidia. Kila jaribu halitakosa mlango wa kutokea katika maisha haya. Jaribu lolote litakuwa na mlango wa kutokea, lakini kwake Asa hakuweza kupata mlango wa kutokea. Aliweza kuletewa mlango, lakini hakuona ule mlango wa kutokea, kwa sababu kiburi kilijaa na akategemea nguvu zake. Hakumtafuta Mungu katika ugonjwa ule, katika shida yake. Kwa hiyo moja kwa moja hakujiweka dhabihu tena kwa Bwana, basi akawa amepoteza nguvu zake kubwa katika maisha yake ya mwisho. Kwako wewe siku ya leo, na kuasa na kushauri uweze kuwa na moyo mkamilifu ulioelekea kwa Mungu katika maisha yako. Uwe na macho ya Bwana, na moja kwa moja usikilize pia jumbe zinazotoka kwa watumishi wa Mungu walio wa kweli. Tuombe. Baba mtakatifu, tumesikia neno lako la uzima. Asante kwa neema yako ya pekee. Asante kwa ushindi. Asante kwa utukufu wako. Bwana wa majeshi, ukazidi kumbariki kila mmoja ambaye amesikia maneno haya siku ya leo. Mtazamaji wetu wa Sibuka TV popote walipo, Bwana Yesu kawabariki kwa neno hili. Kamilisha mioyo yao
na Bwana mabwana wawe na macho yako, macho 7, yani roho 7, na Mungu aweze ukatumike pamoja nao. Kama tulivyoweza kuona faida nyingi ambazo zilizojitokeza katika mafundisho yetu, pale ambapo tunapokuwa wakamilifu wa moyo, tukachukie dhambi, tukapende Bwana moyo wa uaminifu na moyo wa utii na moyo wa utakatifu. Na kushukuru kwa sababu utazidi kuwa pamoja na kila moja katika Yesu Kristo Bwana Mwokozi. Amen. Jina langu ni Peter Janes Obala, napatikana hapa Chalinze, Kudiembe, kanisa la EAGT. Kifika sehemu ya Kudiembe hapo, uso wako unaelekea Tanga, basi utafika shule moja ya msingi inaitwa Bwilingu. Mbele yako tu, kama unaelekeza uso wako Tanga, hapo mita 300 utakuwa umefika kanisani. Karibu sana tuabudu. Namba zangu za simu, kiwa utapata shida, unataka kuuliza tena mambo ambayo hukuyafahamu katika masomo yetu haya na jumbe zetu hizi, basi utanipigia kwa namba ya 0754 760 923. Namba zangu za simu 0754 760 923, na ya Tigo ni 0717 30 65 62, 0717 30 65 62. Karibu sana kwa wakati mwingine katika kipindi chetu kizuri cha Jifunze Biblia. Wakati mwingine tutaendelea. Bwana awabariki sana sana sana. Amen.